Mjadala wa vipindi vingi vya michezo kwa sasa ni kuhusiana na kilichotokea Jumamosi kati ya dabi ya Kariakoo Simba na Yanga. Mchezo huu ulipelekea kuahirishwa baada ya Simba Sports kugoma. Mengi yanazungumzwa na kila mchambuzi wa soka amekuwa akitoa maoni yake. Mchambuzi wa soka kutoka Clouds FM, Farahani Kiamu, ametumia ukurasa wake wa Instagram kutoa mawazo yake kuhusiana na hilo. Farahani ameandika hivi kuhusiana na kinachoendelea na msimamo au barua iliyotolewa na Yanga ya mwisho usiku wa jana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Farahani ameandika hivi na mnukuu: "Ukitulia vyema kabisa ukasoma kwa utuo ile taarifa ya Yanga kwenye msimamo wake pale, haswa msimamo namba 3, wanasema kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Kiufundi sana hapo hawana imani hata uchunguzi ambao utaenda kufanyika na majibu ya uchunguzi huo. Kwa kifupi sana umesukuma kete 3 za moto kuelekea TFF. Hivyo majibu yote kutoka kwa kamati hayatotambulika na Yanga Afrika. Kifupi, anayepasa kuchunguza kaambiwa ajichunguze na kujitathmini kama anafaa kuwa mchunguzi. Ndicho kilichopo. Hapa hata ukiwaambia warudie mechi watagoma kwa kusema hawana imani na bodi. Kimsingi unarudisha TFF mezani waone namna gani ya kutatua ili la Yanga. Ukisema alipo kwenye kifungu nao wataomba kifungu cha mechi kutochezwa. Ndio akili walioipiga hapo. Kesi ishakuwa ngumu hii. Shahidi anasindikizwa na escort ya polisi na mitutu kila kona. Aliyepeleka chakula kituoni naye kawekwa ndani. Na mwanasheria anasema pesa ya kumlipa wakatumie kwa mganga. Ndio hii sasa. Hayo ndio maoni ya Farahani Kiamu kuhusiana kile ambacho kinaendelea Yanga na Simba kuelekea dabi ya Kariakoo. Julikani hatima yake itakuwa lini na je, mchezo utachezwa au Yanga wenyewe watagoma? Hapa na TV Sports Update. Mimi Ramadhani Juma, mwana ndo producer wangu ni Edwin TZA.